Jambo la kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, maana yeye ndio muweza wa kila jambo katika dunia, na mpaka tumefika hapa leo na wakati huu na kuweza kuzungumza nini na waandishi wa habari. Muhindi wa Simba kaongea mengi, mwenyekiti naye pia kazungumza mengi, ila mimi nitaweza kujazia na kukazia baadhi ya maeneo ambayo amezungumzia. Eneo la kwanza nalikazia ni eneo la muda wa mwenyekiti ambaye ni Mangungu aliyofanyiwa vurugu mechi iliyopita ya juzi. Na kazia kivipi? Kila kitu kwenye taasisi ya Simba inaenda kisheria, katiba na kanuni. Sasa kiongozi yoyote anayevunja kanuni, manake huyo ni mbadilifu, huyo yupo kwa ajili ya kuwahujumu au kuihujumu hiyo taasisi. Sasa mpaka dakika hii, leo ni tarehe tatu. Leo ni tarehe 3 mwezi wa pili. Kwa katiba na kanuni, Mangungu muda wake umeisha tarehe 22 mwezi wa kwanza wa mwaka huu 2026. Bado Mangungu amekaa kimya. Tuna takriban siku 12. Pole sana mwandishi. Lakini sioni kiongozi wote wa Simba akisimama na kuongea. Basi hata yule msemaji wetu ambaye mwenye mamlaka kusema, hatumsikii Ahmed Ally akiongea au akizungumzia juu ya safari ya Mangungu katika nafasi yake mwenyekiti na uchaguzi lini unafanyika. Hawazungumzi. Wote wamekaa kimya, wako watulivu kama maji kwenye mtungi. Sasa ukiona maji yametulia, maana yake nini? Kuna maslahi mapana ya watu wanayofanya. Lakini ninawakumbusha, huyo Mangungu tarehe 30 mwezi wa kwanza alisema, mwaka jana mwezi wa 12 alisema kwamba tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka 2026 ndio maingizo mapya ya kadi za wanachama, ambayo ni kilio kikubwa kwa wana Simba tulichokuwa nacho toka mwaka 90 huko. Tunalia ni maingizo mapya wanachama kadi ya Simba. Lakini cha kushangaza, leo ni tarehe 3 ya mwezi wa pili, hatujaona mchakato wote ukiendelea juu ya kadi za wanachama. Bado Mangungu yule ametulia tu. Ina maana bado Mangungu yupo kwa ajili ya kuisambaratisha klabu ya Simba. Na sio Mangungu peke yake, wako wengi, yani ni genge la wahuni kwenye klabu ya Simba, wako wengi. Na Simba inaumizwa kwa sababu Simba tusipobadilisha katiba, kumradhi, Simba katiba isipobadilika, na kuambieni Simba hata tufanye nini hatuwezi kusonga mbele. Kwa sababu Simba tumewakusanya wazao wengi kwenye klabu ya Simba, na katika eneo la lote lile wazao wakiwa wengi hakuna maendeleo. Hata huku mitaani kwetu, mtaa wote uliofunikwa na wazao, huo mtawi utakuwa na ushirikina, utakuwa na usengenyaji, utakuwa na na uzao tu, hakuna maendeleo. Na ndio maana hiyo engo ndugu zetu, kumradhi, Young Africa waliliona hilo, wakasema hapana, tuna kila sababu ya kubadilisha hii katiba. Hii katiba itaenda kutuangamiza. Wenzetu wamewini, sisi tunachelewa nini? Maamuzi yote yana mtu mmoja. Ili tuweze kufanikiwa, lazima maamuzi, kama mwenyekiti anasema, lazima maamuzi yana mtu mmoja. Simba tunashindwa kufanya usajili kwa chukua wachezaji ambao wenye quality kubwa kwa sababu hakuna mtu mwenye maamuzi mmoja. Simba kuna uongozi wa upigaji mwingi. Ukienda kwa huyu anapiga vyake, kwa mpiga vyake, mpaka anamfikia tajiri Mo ashapigwa sana. Na ndio maana Mo kila siku anashtuka anambia nina adai ila zangu nyingi sana. Lakini cha kuumiza zaidi ni bado kuna mtu pale Simba wanamng'ang'ania viongozi wa Simba. Sijajua yule kiongozi hamualoga kiasi gani, sijui uchana utumie yule kiongozi. Mimi naamini sio